Kwanza sikuyapokea kwa mshangao sana. Nimeyapokea kama matokeo ya kawaida tu, lakini kwetu kwa vile yalikuwa ni matokeo ya goli mbili, yametupa fursa kama kawaida yetu sisi wana Simba. Huwa tuna hulka ya kupindua meza. Kwa hiyo imetupa sisi fursa na changamoto ya kupanga mikakati ya kwenda kupindua meza. Kwa kuwa goli zilikuwa si nyingi sana, lakini tumeona tuko katika mazingira mazuri. Ni faida kubwa kwa kuishia kuruhusu goli mbili. Imetupa advantage kubwa ya kujipanga na kutuonesha bado tuna nguvu, tofauti na kwamba zingekuwa goli nyingi kuanzia 4. Kwa kweli tungefanya kazi kubwa sana ya ziada ambayo kwa kweli tungechoka kwa kiasi kikubwa, lakini kwa goli mbili bado tuna faida kubwa. Kwanza binafsi mimi halijanikatiza kwa lolote lile, yani sijawa na mshtuko wa aina yote, kwa sababu mimi na imani tu hata kule Zanzibar tunaweza tukafanya mapinduzi makubwa tu, lakini sema tu nilihuzunika kwa kifupi kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja mkubwa na unatoa fursa ya wanasimba wengi kuishangia timu ya Simba, na wanashabiki ile hamasa ya washabiki nayo pia inaleta morali kubwa sana. Sasa tunapelekwa kwenye uwanja mdogo. Uwanja mdogo kwa kweli umetusononesha, lakini mikakati ya kufanya mageuzi hata kwenye ule uwanja yapo tu. Mimi binafsi uwanja wa sehemu yote tu, mizali ni Tanzania, tuna uhakika wa kupindua meza na kushinda na kubakisha kombe hapa. Kwanza kikubwa zaidi nitafanya dua. Kwanza kikubwa ni dua, kumwomba Mwenyezi Mungu fursa hii tumeipata, atupe heri, atuwekee wepesi wa kuweza kuitumia. Kikubwa ni hicho, na mambo mengine ambayo ya hamasa na kadhalika na kila jambo. Tumeshaweka matangazo kama vile unavyoona pale juu. Kutakuwa na usafiri wa kwenda na kurudi kwa shilingi 90,000. Kiingilio kidogo tu hicho. Tumefanya maandalizi na watu wameshaanza kuiona na mwitikio mkubwa sana. Lengo ni kwenda, kwa kuwa tumeshajipanga tukiwa tunajua kwamba utachezeka pale uwanja wa Mkapa, na tumeshakusudia kwenda na tiketi baadhi ya watu wengine tumeshakata. Hata tukifika kule wakisema ni amani, hamna shida, tutafanya utaratibu wa kupanda boti kwenda, ila hatujui sasa utaratibu atakaotumia kwa sababu tiketi zimeshakuwa ni nyingi. Sasa ni nani atakayeruhusiwa kwenda kuingia na ni nani atakayebaki. Kwa hiyo kikubwa zaidi tutakutana na mambo huko mbele kwa mbele, lakini lengo ni kwenda. Mpaka sasa hivi wameshapatikana watu 110. Lengo tulikuwa tunataka kusafiri tulikuwa tumekusudia kusafiri kwenye tarehe 23 ili tufike kule 24. Tulale tuamkie kwenye mechi, baada ya mechi tugeuze.